Ninaitwa Padre Francis Tegete, ni chaplain wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya, Catholic University of Mbeya. Niko hapa kutoa maelezo mafupi juu ya siku ya Valentine ambayo inasherekewa tarehe 14 ya mwezi Februari ya kila mwaka. Lakini ili tupate historia nzuri ya siku hii ya Valentine, ni vizuri kwanza tukauliza maswali matatu manne hivi, na hayo maswali tunapoyajibu yatatupa mwongozo mzuri wa kuelewa siku hii ya Valentine ni kitu gani hasa. Swali la kwanza, Valentine ni sikukuu ya nini hasa? Na kwa nini inaitwa Valentine? Na kwa nini inaadhimishwa au kusherekewa siku ya tarehe 14 Februari ya kila mwaka? Na kwa nini pia inahusianishwa na Kanisa Katoliki? Na ina maana gani kwa Kanisa Katoliki na pia kwa mapana zaidi kwa wale wote wanayoadhimisha siku hii ya Valentine? Katika Kanisa Katoliki kuna historia ya watakatifu. Katika historia hiyo ya watakatifu kuna watakatifu ambao wanaitwa kwa jina la Valentine. Hawa wako wengi tu, lakini hapa nitataja watatu tu. Wa kwanza ni Mtakatifu Valentine wa Roma. Huyu ni padri aliyefanya kazi mjini Roma karne ya tatu. Lakini pia kuna Mtakatifu Valentine wa Terni. Huyu ni askofu wa jimbo la Terni huko Italia. Lakini pia kuna Mtakatifu Valentine wa Viterbo. Huyu pia alifanya kazi huko Viterbo nchini Italia. Sasa kuna wengine wengi, lakini hawa watatu ni wa muhimu zaidi. Sasa katika hawa watatu kuna Mtakatifu Valentine wa Roma, padri. Huyu ndiye anayehusianishwa na siku ya tarehe 14, siku hiyo ya Valentine. Kwa nini mtakatifu huyu Valentine anahusianishwa na tarehe 14 ya Februari? Ilikuwa hivi: katika himaya ya Roma, Waingereza wanasema Roman Empire, kulikuwa na kaisari aliyeitwa Claudius wa pili. Huyu aliamini kwamba mwanajeshi ili afanye kazi vizuri, alitumikie vizuri jeshi lake, ni lazima asioe, ili huyu mwanajeshi atumie akili yake, nguvu zake zote kwa ajili ya kulitumikia jeshi, akiamini kwamba mwanajeshi bora mwenye commitment ya kweli ni yule ambaye hana mke, hana familia. Kumbe alitoa amri katika himaya yake yote kwamba askari wake wasioe, kwa lengo tu kwamba wafanye kazi kwa umakini, kwa commitment kabisa na kwa ubora. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, haikuwa hiari, ilikuwa ni lazima kutokuoa. Na swala la kuoa au kuolewa ni haki ya msingi ya mwanadamu yeyote yule. Kwa hiyo baadhi ya askari waliona kwamba wamenyang'anywa haki yao ya msingi ya kuoa, na hivi katika mazingira hayo, huyu padri aliyefanya utume wake katika mji wa Roma alianza kuwafungisha maaskari wale waliopenda kuwafungisha ndoa, lakini alifanya hivyo kwa siri. Kama ingejulikana, manake angechukuliwa hatua. Sasa alifanya hivyo, akawafungisha askari ndoa kwa siri, lakini baadaye ikaja kugundulika kwamba padri huyu Valentine anafungisha maaskari ndoa kwa siri. Akakamatwa, na kwa amri ya kaisari huyu Claudius wa pili, Padre Valentine alikatwa kichwa.
akauawa. Kwa hiyo waamini na kanisa likaanza taratibu kumwona huyu Valentine padri aliyekufa kwa sababu alikuwa kwa namna moja au nyingine akiadhimisha imani ya kanisa Katoliki, kwa sababu katika kanisa Katoliki kuna imani, lakini imani hiyo inaadhimishwa katika matendo. Na inaadhimishwa katika matendo gani? Inaadhimishwa pia katika matendo ya masakramenti, maadhimisho ya masakramenti. Kwa hiyo kuadhimisha sakramenti ya ndoa ni sehemu ya maadhimisho ya imani. Kumbe kanisa na waamini kwa ujumla wakaanza kumuona huyu Padre Valentine aliyekatwa kichwa kwa sababu alikuwa anaadhimisha masakramenti, kaanza kumuona kama mtakatifu, kaanza kumheshimu kama mtakatifu, na taratibu akatambuliwa na kanisa kwamba ni mtakatifu. Sasa padri huyu Valentine alikatwa kichwa mwaka 269 kwa sababu ya kuishi imani yake, na akaanza kuheshimika kama mtakatifu. Baba Mtakatifu Papa Gelasius alitangaza rasmi kwamba tarehe 14 ya mwezi Februari ni siku rasmi ya kumheshimu na kumkumbuka Mtakatifu Valentine padri. Sasa swali linakuja, kwa nini Papa huyu Gelasius aliweka tarehe 14 ya mwezi Februari iwe siku ya kumkumbuka Mtakatifu Valentine? Sababu ni hii: katika mji wa Roma miaka hiyo ya zamani kulikuwa na maadhimisho ya sherehe iliitwa sherehe ya Lupercalia. Iliadhimishwa kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa pili. Katika sherehe hizo kulikuwa na matambiko ambayo alikuwa anafanya. Ilikuwa sherehe tuseme, sherehe ya rutuba, sherehe ya usafi, sherehe ya mapenzi, ambapo matambiko yalifanyika. Wanyama kama vile mbuzi, kondoo, ng'ombe walichinjwa na zile ngozi zao zilitengenezwa kamba. Watu wanapita mjini wanawapiga kina mama kwa kutumia zile kamba, wakiamini kwamba kwa kufanya matambiko na ibada ya namna hiyo basi hawa wamama watapata uzao mkubwa au watapata watoto wengi. Lakini vile vile ilikuwa kama sherehe ya rutuba, sherehe ya rutuba kwa mazao na kwa wanyama. Sasa sherehe hizo zilikuwa na mambo ambayo si mazuri sana kimaadili. Kwa hiyo Papa huyu Gelasius akaona kwamba aweke siku hiyo ya tarehe 14 katikati kabisa ya sherehe hizo za Lupercalia, ili kubadilisha sasa, kutaka kuondoa hizo sherehe za Lupercalia na kuingiza hii sikukuu mpya ya Mtakatifu Valentine, ili kuondoa yale maudhui ya kipagani na kuwa na maudhui ya Kikristo, kwamba Mtakatifu Valentine alifia imani kwa ajili ya maadhimisho ya sakramenti ya ndoa, sakramenti ya mapendano. Kwa hiyo aingize kitu fulani kinachohusiana na maudhui au maadili ya Kikristo. Kwa hiyo akatangaza rasmi kwamba tarehe 14 ya mwezi Februari ni siku ya kumkumbuka na kumheshimu Mtakatifu Valentine. Kwa hiyo katika zama za kati waandishi mbalimbali wakaanza kuhusianisha tarehe 14 Februari na upendo, na baadaye miaka kadri ilivyozidi kwenda, watu wengi pia wakaanza kuhusianisha siku hiyo ya Mtakatifu Valentine na upendo, na hasa upendo kwa wanandoa, upendo kwa wachumba, lakini pia upendo kati ya mtu na mtu. Watu wakaanza
kutakiana heri, kutumiana zawadi za upendo, kutumiana barua za upendo na kadhalika na kadhalika. Sasa sisi kwetu kama Wakristo na hata zaidi ya Wakristo, siku hii ya tarehe 14 Februari ambayo inaitwa siku ya Valentine au siku ya upendanao, ni siku ya kumkumbuka na kumheshimu Mtakatifu Valentine. Lakini sio tu kumkumbuka, kuenzi pia kile alichokiamini, kile alichokithamini na kile alichokisimamia, yaani upendo wa dhati wa wanandoa, upendo wa dhati wa wachumba na upendo wa dhati wa binadamu kwa binadamu. Na tukikumbuka kwamba upendo wa dhati wa wanandoa, upendo wa dhati wa wachumba, upendo wa dhati wa binadamu kwa binadamu unaeleza upendo wa Mungu, kama vile anavyosema Mtume Yohane katika waraka wake wa kwanza sura ya 4 aya 20, kwamba wezaje kusema kwamba unampenda Mungu wakati unamchukia ndugu yako aliye karibu naye muona? Kwa hiyo upendo huu wa dhati wa wanandoa, upendo wa dhati wa wachumba, upendo wa dhati wa binadamu kwa binadamu unaeleza upendo wetu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo baada ya maelezo hayo mafupi juu ya siku hiyo ya Valentine, naomba niwaalike wanajumuiya wote wa QUOM kwamba tuadhimishe, tusherekee siku hiyo ya Valentine bila kutoka kwenye malengo ya msingi ya siku hiyo ya Valentine, kwamba ni kweli ni sikukuu ya upendo. Tunamkumbuka Mtakatifu Valentine aliyekuwa shahidi wa imani, imani katika mapendo. Kwa hiyo na sisi tubaki katika msingi huo, kwamba sherehe hii tusherekee wote tukiwa na upendo, upendo kwa wazazi wetu, upendo kwa wanachuo kwa wanachuo, upendo wanachuo kwa wahadhiri na wafanyakazi wengine wote, upendo kwa binadamu wenzetu. Tusherekee bila kupoteza uadilifu ambao tunatakiwa tuishi sisi kama watoto wa Mwenyezi Mungu. Tuimarishe fadhila hiyo kubwa ya upendo. Upendo ndio fadhila kubwa, ndio fadhila mama. Fadhila nyingine zote zinajengwa juu ya msingi wa fadhila ya upendo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Baada ya kufahamu kila kilicho nyuma ya siku hii ya Valentine, ni kuache na swali moja ambalo ni muhimu sana na kwa ajili ya tafakari. Baada ya kujua Valentino ni nani na ana sifa zipi na kwa nini tunasherehekea siku hiyo ndani ya tarehe 14 mwezi wa pili, sifa alizonazo Valentine unazo? Unaweza kuwa Valentine wa kweli kwa huyo mtu ambaye unasema huyu ni mtu ninayempenda au ni mtu ambaye tunapendana? Ni kuache na tafakuri hii. Wakati ukisherehekea siku hii, jiulize kama kweli wewe ni mtu sahihi wa kusherehekea siku hii au unafuata mkumbo tu. Nikutakie heri ya siku ya wapendanao na uisherehekee kwa amani, elimu na fadhila. Nilishukuru sana jopo zima lililokuwa nami ambalo ni Wizara ya Habari na Mawasiliano, nyuma ya kamera akiwa ni Joseph Oscar Kahuka na Naibu Waziri wa Habari na Mawasiliano Daudi Matiko. Mimi ni Luka Isaya, Waziri wa Habari na Mawasiliano, Serikali ya Wanafunzi, QUOMSA.